Ninapenda sana kuchukua nafasi hii kutoa pole kama wengine ambavyo wametoa, na mimi naungana nao kabisa kutoa pole kwa ajili ya mchungaji na familia, mkurugenzi wetu mkuu na waombolezaji wote ambao tuko mahali hapa. Ni kweli hili jambo limekuwa ni jambo zito, lakini ashukuriwe Mungu wa ratiba na majira. Nimekaribishwa mahali hapa kusema ujumbe wa neno la Mungu ukiwa umetanguliwa na watu wengi wakuu wa Mungu waliosema mambo matukufu na makuu sana ambayo yamefanywa na shujaa huyu aliyelala. Mimi nimekuwa kiongozi mtunza hazina wa jimbo, akiwa mtunza hazina mkuu, nimekuwa makamu mkurugenzi, yeye akiwa kwenye uongozi hivyo hivyo. Ni mama aliyetutia moyo, na hata nilivyochaguliwa kuwa katibu mkuu, ninakumbuka nyakati 3 niliyokutana naye kwenye mkutano mkuu akiniambia maneno yaliyoniinua na kunitia moyo na kumpenda Mungu. Lakini siku moja alikuja na mchungaji na watoto wao, siku nyingi sana, miaka 2013 na 2005 hivi, kuja ya Bible School kumuona mchungaji Sayuni. Tulikuwa tunakaa majirani. Walivyomkosa mchungaji Sayuni wakaingia nyumbani kwetu. Kwa hiyo ikawa ni heri ya Christmas nzuri sana, kama wengine walivyosema alikuwa mtoaji. Kwa hiyo sisi kutuambia mpelekeeni mchungaji Kipunde na mke wake, akatukamatisha. Wakati huo tunawapokea tunatetemeka, kiongozi wa kitaifa ameingia na hatuna cha kumpa, na wakati huo ndo tulikuwa tunaanza huduma pale kama walimu pale Bible School, lakini alikuwa wa baraka. Sasa naomba ufungue masikio yako ya ndani usikie habari ya neno la Mungu, na ujumbe wangu unasema litumikie kusudi la Mungu ungali hai. Litumikie kusudi la Mungu lingali hai. Tumesema habari za mtu mkuu wa Mungu ambaye ameyafanya mambo makubwa katika siku zake za uhai. Na sasa napenda niseme na maisha yako wewe uliyebaki, kwamba kama vile ambavyo tumesikia shuhuda ya matendo makuu ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji Neema amefanya, na mimi ninakutia moyo ulitumikie kusudi la Mungu ukiwa hai, ukijua kabisa kuna siku watu watakusanyika siku moja kama hivi ambavyo tumekusanyika, na ujue watu wanakusanyika kulingana na wewe uliyagusa maisha yao kwa namna gani. Leo tumejaa karibu nchi nzima ina uwakilishi, na kesho sipati picha patakuwa na namna gani, watu watakuwa wengi kwa kiasi gani, kwa sababu kiukweli huyu mtu aliyagusa maisha ya watu wengi, sio Tanzania tu, ni duniani nzima. Basi kama wa Marekani wameguswa, kama wa East Africa wameguswa, ni wapi ambako maisha ya Neema hayajapiga kelele? Kwa hiyo ili na wewe uwe na kitu fulani cha watu kusema siku umeondoka, na sio hivyo tu, ili mbingu iratibu jambo fulani la maisha yako baada ya kuondoka hapa, ukalikute hilo jambo, ukakute kile kitu ambacho ulikitumikia siku zako za uhai. Ujumbe huu na huyu Mungu aliyekuleta mahali hapa na kupitia maisha ya mtu aliyetumika sana, litumikie kusudi la Mungu ungali hai. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo sura ya 13:36, kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Haleluya. Maisha ya hapa duniani hayadumu milele. Maisha ya hapa duniani ninakutangazia, hata kama unayapenda kiasi gani, hata kama umewekeza kiasi gani, hata kama unayathamini kwa kiwango gani, lakini neno la Mungu linatuonyesha kwamba maisha ya hapa duniani hayadumu milele. Hakuna mtu atakayeishi duniani milele. Mwanadamu amewekewa mpaka asiyoweza kuvuka. Maisha haya mafupi yasiyo ya milele tunayaishi kwa kusudi. Kuna
kusudi la Mungu la kuishi katika dunia hii. Hilo kusudi likiisha, basi maisha hufika ukomo wake. Haya maisha ambayo tunayaishi, maisha haya ambayo yana ukomo, yako kwa kusudi. Kila mmoja ulioko mahali hapa, Mungu kwanza amekuleta kwa kusudi, na ametumia kielelezo cha maisha ya mtumishi wa Mungu Neema, vile ambavyo alitumika ili na wewe ujitathmini, ili na wewe yaweke maisha yako kwenye mizani kulingana na hili neno kwamba maisha ya hapa duniani yana ukomo. Hakuna mtu atakayekaa milele, na tupo kwa kusudi. Hizo siku chache ambazo tunazipewa ni siku za kusudi, wala sio siku za kupoteza, zina kusudi. Ndio maana nikakutia moyo, ingia katika ulimwengu wa roho, jitafakari, hivi mimi niko kwa kusudi gani? Ili katika hilo kusudi ulishughulikie, ulitumikie, maana mwisho ambao umepewa kwamba uko hapa kwa kusudi, uwe umelitimiza au hujalitimiza, lakini ule ukomo ukifika utaondoka. Ni afadhali ukae kukikucha leo, umwambie Bwana, umenipa siku ya leo kama zawadi. Ni kwa kusudi gani? Ili ulitumikie. Haleluya. Biblia inasema Daudi aliletwa duniani kwa kusudi. Kwa maana Daudi baada ya kutumikia watu, aliwatumikia watu wa zama zake, alifanya huduma. Ndio maana Biblia inasema kwamba baada ya siku zake kuisha, alilala na baba zake. Maisha ya Daudi yalijaa kusudi la Mungu. Daudi alitumikia kusudi la Mungu kwa watu wa siku za kizazi chake. Maisha yake yalikuwa na mpangilio maalum kutoka kwa Mungu kuhudumia kizazi chake. Na hapa Biblia imetuonyesha kwamba Daudi lilipoisha kusudi, haijatuambia akafa. Biblia inasema akalala. Sisi ni mashahidi. Mtu ukifanya kazi, ukishamaliza unakwenda kupumzika. Unaweza kuondoka kwenda kulala, maana umefanya kazi. Unaondoka kwenda kupumzika. Kwa hiyo Biblia haituambii Daudi alipomaliza kusudi alikufa. Kwa watu wa Mungu, ninayo habari njema jioni ya leo. Watu wa Mungu wakimaliza kulitumikia kusudi, huwa hawafi, wanalala. Tunamlilia Neema, mtumishi wa Mungu, kwa ajili ya binadamu wetu, na kwa sababu ya mtazamo wetu sisi wanadamu ambao tunajua tuna upungufu, na kwa sababu tumeumbiwa umilele, tunatamani hapa duniani tungekuwa tunabaki tu hivyo hivyo. Ndio maana tunamlilia, lakini Biblia inatuambia Neema hajafa, amelala. Amemaliza kulitumikia kusudi, ameenda kupumzika baada ya heka nyingi za kutumikia kusudi lake. Kila mmoja amesema vile ambavyo Neema aliyagusa maisha yake, alikuwa analitumikia kusudi. Ameenda hapa na pale, amefanya kwa watu binafsi, amefanya kwa kanisa, amefanya kitaifa, amefanya kimataifa, bila kukata tamaa, bila kunung'unika. Tungeweza kueleza haya tunayoeleza, yumkini katika historia ya mbinguni iliyoandikwa ya Neema ni zaidi. Mwenye kipimo anayechukua rekodi za utumishi wetu, Neema atakuwa amefanya zaidi. Kama sisi wanadamu tunaweza kuangalia mapungufu ya mtu, kwa Neema tumeona kwa kiasi hiki, basi mbingu imejaa vigelegele. Wamepokea shuhuda, wamepokea shujaa aliyepiga kazi na ambaye ameacha kielelezo ili na sisi tujifunze.
Haleluya. Mtu mmoja alisema Biblia bado inaandikwa. Maisha ya neema yameandika historia mpya kwa kila anayemlilia neema leo. Unaweza kufuta machozi kama ni watoto kusema, kama mama alikuwa hivi, mimi nitakuwaje? Kanisa liseme, WWK na iseme, wanawake kwa wanaume, na maisha ya neema yaandike kitu ambacho likutakuwa ni mwanzo mpya. Haleluya. Yohana 9:4 neno la Mungu inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Haya yalikuwa ni maneno ya Bwana Yesu. Alisema anapaswa kuzifanya kazi za Mungu kwa sababu ni mchana, maana usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Lakini tukisoma katika kitabu cha Zaburi 104:22, Biblia inasema jua huchomoza, wakaenda zao na kujilaza mapangoni. 104:23, mwanadamu akatoka kwenda zake kazini na kwenye utumishi wake mpaka jioni. Biblia hapa imetuonyesha, Yesu anasema imepasa kuzifanya kazi za yule aliyenituma ingali bado mchana, kwa sababu kuna usiku unakuja, na huo usiku hakuna mtu atakayeweza kuzifanya kazi. Kila mtu unapokuwa hai, kwako ni mchana. Unapaswa kufanya kazi za yule aliyekuleta duniani. Na kama bado hujamjua yule aliyekuleta, Mungu wa kweli na mwanaye Yesu Kristo aliyemtuma, hauwezi kuzifanya hizi kazi, maana utakuwa unatembea gizani. Lakini wale wa nuruni wanajua haya ni majira ya kufanya kazi, kwa sababu usiku unakuja ambako hakuna mtu anaweza kufanya kazi. Daudi anaandika, anauandikia usiku, anaandika kazi za kufanya usiku na mchana. Zaburi ile ya 104:22-23, kwamba mwanadamu anapopata ule mchana, kazi mbili tu anapaswa kuzifanya, ni kazi na utumishi. Na hayo ndio maisha tulioletewa hapa duniani, ni ya utumishi na kazi. Kuna mtu mmoja alisimama, nikasema neno la Mungu linawekewa muhuri, kwamba huyu mama alikuwa anamtumikia Mungu, lakini hakuishia hivyo kumtumikia Mungu, bado alifanya kazi. Haleluya. Na sisi tunajifunza kwamba katika haya maisha tuna kusudi la kumtumikia Mungu. Tunapaswa kumtumikia Mungu ingali bado mchana. Sisi wa Assemblies of God tunajua kwamba hiki ni kipindi cha uamsho, hiki ni kipindi cha kufanya kazi, hiki sio kipindi cha kuzubaa, hiki sio kipindi cha kawaida. Hata tunapokuwepo kwenye makusanyiko, yawe ya furaha ama ni ya huzuni, jambo ni moja, tunajua kuna usiku na kuna mchana. Mchana tumeitiwa kazi, mchana tumeitiwa utumishi, na baada ya utumishi huo tunalala. Haleluya. Ndio maana Biblia imesema, Yesu anasema ninanipasa kuzifanya kazi. Na hizi zilikuwa ni siku zake za mwishoni, akijua atakabiliana na mauti ya msalaba. Kwa hiyo kabla hiyo mauti haijampata,
ni lazima aifanye kazi ili atimize lile kusudi ambalo kwalo aliletwa. Na kutia moyo jioni ya leo ama mchana wa leo, tuko kwenye wakati wa mavuno. Tuko kwenye wakati wa Tanzania kuja kwa Yesu. Tuko kwenye kipindi cha miaka 13 ya moto wa uamsho. Neema akiwa ametumika katika hiki kipindi. Kama Mungu angekuwa anashauriwa, angeweza kumwacha tusherekee miaka 13 ya moto wa uamsho, maana amekuwa ni mtekelezaji mkubwa. Kama ni kuleta uamsho kwenye maombi, tumesikia wakisema. Kama ni kwenye kutoa, tumesikia watu wakisema. Lakini amewekewa mpaka, na Mungu ameridhika, amerudisha faili lake nyumbani. Na kwa jinsi hiyo, ninakutia moyo kwamba ukiwa hai ni siku za kufanya kazi, ni siku za utumishi. Tunapokuwa tukienzi maisha ya neema na kulia na kuomboleza, tutafakari kazi. Juzi kuna shujaa moja pia aliondoka Arusha. Siku moja kabla ya msiba wake, tulipata nafasi ya kwenda kumuona. Kilikuwa ni kitu cha kushangaza sana. Yule mama amelala, hawezi kusogea. Akasema, mimi najisikia vizuri na nitaondoka leo kwenda nyumbani. Lakini ninakutia moyo askofu na mama askofu, fanyeni kazi, msiwe na udhuru. Uwe una pesa, huna pesa, tumika. Uwe una nyumba, huna nyumba, tumika. Uwe unajulikana, hujulikani, tumika. Kwa sababu hiki ni kipindi kilichobaki tu ni utumishi. Nakwambia kweli, siku anatwaliwa nilikuwa na kongamano, nilikuwa naahirisha. Nikamwambia mume wangu, twende tukamtie baba moyo. Ile tunataka kuondoka, Roho Mtakatifu akanikumbusha, alisema usiwe na udhuru. Nikamwambia mume wangu, nenda, namaliza kongamano, tutaungana kwenda kuzika. Lakini yule mama hakueleza maumivu yake. Alipata neema ya kutumika. Na wiki chache tulivyo Arusha, huo mkutano wake ambao uliletwa na msiba wake, kila mtu alikuwa anasema jema. Siku ya shukrani, nafikiri Jumamosi ile iliyopita, 2 zimepita katikati, kila mtu anaeleza wema. Na mimi nikasema kweli, kama mtu utatoka hospitali hajakwambia anaumwa wapi, ameshika mikono anatia moyo kutumika. Halafu mwisho wa siku akasema, baba askofu, niomba kwa sababu mwili unaniambia unataka kuniacha. Mwili unaniuliza. Halafu mimi nawaambia, sitaki kuacha, ila mimi nitaondoka leo kwenda nyumbani. Lazima leo niondoke. Bwana Yesu atukuzwe. Kumbe hii miili tumepewa itubebe. Ndio maana alikuwa anausikia mwili ukimsemesha. Nani ambaye alikuwa anasemeshwa na mwili? Ni yule mtu aliyoko ndani. Mwili unamwambia, unataka kuniacha. Maana mwili unajua wenyewe muda wake ni mfupi. Ukisha kulimaliza kusudi, lazima urudi ulikotoka udongoni, na wewe uondoke ukatoe hesabu. Haleluya! Ninakutia moyo mpendwa, mchana wa leo litumikie kusudi la Mungu. Kwa hiyo, kwa maisha ya mchungaji Neema, nilivyokuwa nikiandaa ujumbe, nilimwomba Roho Mtakatifu anisaidie. Kwa sababu ni vigumu kusema mahali ambako mtu ameandika historia kubwa namna hii.
Neema alipokuwepo duniani, utumishi wake umeonekana. Haukuwa tu utumishi wa kawaida. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 28, 26, 28 huko, Biblia inaongea kwamba mke ni msaidizi. Kwa hiyo neema, kila mtu amesema kwamba aliweza ile nafasi, na ni kwa sababu alipata mtu aliyetambua hiyo nafasi. Alifanya hiyo nafasi kwa bidii ya utumishi wake, aligusa kila mahali kwa sababu kuna mtu nyuma yake alimtia nguvu. Na pia kazi ya DIC imeonekana kwa sababu kuna mwanamke mwenye nguvu alikuwepo pale pembeni akitia moyo hiyo kazi isonge mbele. Na kwa sababu hiyo tunajua kuna kitu kimetokea, kuna pengo limetokea. Lakini ashukuriwe Mungu asiyepungukiwa watumishi. Ni wakati wa DIC kuja pamoja ili hilo pengo lisitokee. Ni wakati wa familia kuja pamoja ili hilo pengo lisitokee, kwa kuwa neema ya Mungu na Roho Mtakatifu, hivyo vipawa vilivyokuwa juu ya neema, tukimwomba hakuna pengo DIC, wala hakuna pengo kwenye familia, kwa sababu Mungu kwenye ratiba yake alijua kwamba neema taondoka kwa majira haya. Nini kinafuata? Baada ya neema kuondoka, nini kinafuata? Kwa hiyo sisi kama Wakristo hatupaswi kuogopa kifo, kwani tunaishi kwa kusudi na tunajua kifo kinatokea pale ambako mpaka wako umefika. Na hapa tunaona katika Yohana 11:25 Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa ataishi. Na mstari wa 26 Yesu naye kila aniaminie hata kufa kabisa hata milele. Kwa hiyo tunafahamu kabisa kulingana na neno la Mungu kwamba kila anayemwamini Yesu hafi kabisa. Unabadilisha tu makao. Na ndio maana tunawatia moyo waombolezaji wote kumwamini Yesu Kristo, ili siku ikifika kama hii ubadilishe makao, maana ni hakika ipo. Neno la faraja ni kwamba neema amebadilisha makao. Je, wewe siku ikifika, hebu tulia, tathmini maisha yako. Leo ndio wewe ungekuwa umeitwa, ndio mpaka umewekwa, hauwezi kuendelea, ingekuwaje? Ingekuwaje? Je, hii historia ya neema inayosemwa na kwako ingesemwa? Lakini je, ungekutana na Yesu akupokee na malaika zake wakupokee? Maana Yesu ameweka bayana, amesema kila amwaminie yeye hafi, anabadilisha makao. Ni wakati wa kufanya mahusiano mapya na Yesu. Ni wakati wa kutengeneza upya na Yesu. Huu mkutano ambao matangazo hakuna mtu aliandaa wala kuandaa bajeti yake, Yesu alijua kwamba mimi na wewe tutakuwepo. Utasema mimi nimeokoka. Ni sawa, umeokoka, lakini unalitumikia shauri la Bwana? Maana hata kazi za watakatifu zitapimwa. Tukishamaliza kuishi hapa duniani, kazi zetu zitapimwa.
kuna hukumu ya watakatifu, ili ile kazi ambayo ulitumwa kuifanya, je, umeifanya? Wale ambao hawamjui Yesu, wao tunawaalika, kama bado hajampa Yesu maisha, kama bado katengeneza maisha, tunaomboleza kwa furaha, japo tuna huzuni, faraja kubwa, tunajua neema yuko mbinguni. Na kama yuko mbinguni hajafa, amelala. Lakini wewe kama uko mahali hapa na hujampa Yesu maisha, unatembea lakini ngali bado haujawa hai. Maana kama leo ukiitwa huwezi kuingia mbinguni, lakini Biblia inakutia moyo, bado iko nafasi kupitia msiba huu ukampa Yesu maisha, akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili siku yako ikifika na wewe utalala kama watakatifu wote wanaolala wakisubiri siku ya ufufuo, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nini sasa cha kufanya? Nini sasa cha kufanya? Kinachotupasa kufanya sasa, Biblia inasema tufarijiane. Kipindi kigumu kama hiki, Mungu wa faraja huwa yuko katikati yetu. Mungu huwa akiwafariji watu wake. Neno faraja kwa Kiyunani ni paraklesis. Maana yake ni kusimama karibu na mtu, ni kumtia moyo, ni kusimama naye, kumsaidia wakati wa matatizo. Na Mungu kama Baba huwa anasimama karibu nasi, kama anavyosema katika kitabu kile cha Yohana 14:16. Kwa kupitia Roho wake Mtakatifu huwa anawafariji watu wake. Kwa hiyo ninawatia moyo kwamba ni kweli msiba umetokea, ni kweli jambo gumu limetokea. Mungu ni Mungu wa faraja. Tukubali kuipokea faraja ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa yuko karibu na mtu aliyevunjika moyo, na mtu aliyeumia. Mungu huwa hapuuzi machozi ya mtu. Yesu, Biblia inatuambia alivyofariki Lazaro, hakupuuza machozi ya Lazaro. Alisimama nao, alitoa machozi, alionyesha kuhuzunika. Kwa hiyo katika msiba huu, Roho Mtakatifu yuko karibu na familia kuliko alivyowahi kuwepo. Roho Mtakatifu anajua maumivu yako mchungaji. Roho Mtakatifu anajua maumivu ya watoto. Roho Mtakatifu anajua maumivu ya familia. Anajua maumivu ya familia ya DIC na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Naye Roho Mtakatifu ana faraja ya kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi tulivyokuwa kwenye sadaka ya shukrani kwenye msiba niliyosema, nilikumbuka ushuhuda mmoja rafiki yangu alinipa. Akaniambia huko kusini kuna kiongozi mmoja, mke wake alitwaliwa na Bwana. Alivyotwaliwa na Bwana hakwenda kanisani karibu mwaka mzima. Wakawa wanamtia moyo, ndugu, nenda kanisani. Anasema nitaenda. Nenda kanisani, nitaenda. Siku hiyo akaenda kanisani. Wakamkaribisha na kumtia moyo, lisalimie kanisa. Akaangalia lile kanisa lote, kaona wanawake wengi kama hivi tulivyo. Hebu wanawake punga mkono hivi. Haleluya. Punga mkono hivi kila mwanamke. Amen.
Yule baba akasema, hivi nyinyi wanawake hawa wote ni wa hapa? Mungu hakumwona hata mwanamke mmoja kati yenu akamchukua kwangu mmoja tu? Yaani Mungu aliwaona wanawake hawa wote akuchukua hata mmoja, akamwona wa kwangu mmoja. Haleluya! Biblia inatuambia ukishalimaliza kusudi lako, hata kama ulikuwa unapendwa kwa kiasi gani, lazima uondoke. Kwa Roho Mtakatifu ni faraja, kwa sababu anajua kwa nini huyu aondoke leo, kwa nini mwingine aondoke kesho, kwa nini mwingine afuatilie. Lakini baada ya utumishi kwisha, ni lazima tufanye nini? Lazima uondoke, kwa sababu hakuna mwanadamu anayeweza kukaa milele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa faraja. Huwa napenda kujitolea mfano, kwa sababu ninafahamu mimi niliwahi kufiwa kabisa. Unaweza kumuona Mungu ana upendeleo, kwa nini sio wengine? Na kipindi kile mimi nafiwa, ilikuwa kama yani ukifiwa watu wote wanajua. Misiba haikuwa mingi sana. Ukiwa uko shuleni, ukiguswa na mwalimu kwa sababu labda nimefiwa. Ukiwa mahali fulani unaona kama sababu umefiwa. Maisha yakawa magumu. Hata ushuhuda huu nilioutoa, mimi ninamwelewa mtu ambaye hajaruhusu faraja ya Roho Mtakatifu. Ni ngumu kusimama kwa nguvu upya. Lakini nakumbuka nilivyompata Yesu Kristo, akanibadilishia maisha. Nikakumbuka hiyo faraja ya Roho Mtakatifu. Hata kuna siku inapita, sijui kama mimi ndio kufiwa, sikumbuki, kwa sababu iko faraja, na faraja ya kweli inapatikana kwa Roho Mtakatifu. Ninawatia moyo kanisa, ninawatia moyo kila mwombolezaji kwamba tuipokee faraja ya Roho Mtakatifu. Na Mungu huwa anatufariji kwa sababu kumbili. Kwa sababu yeye ni Baba anayetupenda, na kwa sababu anaporuhusu jambo, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi kwamba Mungu huwa anaandaa chombo cha faraja. Mungu anaporuhusu upite katika mambo magumu na mazito, anakufanya chombo cha faraja kwa ajili ya watu wengine. Mchungaji, limetokea jambo gumu, ni jambo zito. WWK, halo, ni zaidi ya mbuyu umeanguka. Haleluya! Lakini katika mambo hayo yote, Mungu anaandaa chombo cha faraja, cha kumtia mtu mwingine moyo, cha kumwambia mtu mwingine songa mbele, cha kumwambia mtu mwingine Mungu anaweza, utavuka, bado yako maisha. Siku moja tumeenda msibani na mtu mkubwa mmoja, watu wanalia, wanagaragara. Afu akanigusa akaniambia, hivi Beatrice, wanalia kweli hivyo? Nikamwambia Akasema, unajua mimi kwa umri huu mpaka niliko hapa, sijawahi kufiwa na mama, sijawahi kufiwa na baba, sijawahi kufiwa na mjomba, sijawahi kufiwa na shangazi. Yaani wanakufaga wa mbali. Nikamwambia, nikataka kusema hivi Mungu kumbe anatuelekezeaga sisi tu, mara mtoto, mara mama, mara yule. Mungu atusaidie. Hakuwa na neno la kufaa, kwa sababu mwenye shibe hawezi kuelewa mwenye njaa, hawezi kuelewa mtu aliyepungukiwa. Lakini mtu aliyewahi kupita kwenye njaa anajua njaa ilivyo. Kwa hiyo akikutana na mtu mwingine aliyeishiwa, anamwelewa. Hiki ni kipindi Mungu anaandaa vyombo vya faraja. Pokeeni huo muujiza wa kutengenezwa upya. Biblia inasema katika Mhubiri
3:1. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa, wakati wa kupanda, wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza, wakati wa kucheza. Katika ratiba ya Mungu, huu ni wakati wa kuomboleza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomboleza kwa sababu kuna shujaa ameondoka. Tunaomboleza kwa sababu pengo limetokea. Lakini tunaombolezaje? Kama kila jambo lina wakati wake na majira. Mabinti wamesimama hapo wakaongea Kiswahili na Kiingereza, vile mama alivyokuwa anawafaa. Kila mmoja amesema vile ambavyo alikuwa anafaa. Ni kipindi cha kuomboleza. Hatuwezi kupuuza, maana hata mbingu imeandika. Kuna kipindi cha kulia, kuna kipindi cha kufanya nini? Cha kufurahi. Hiki kwetu ni kipindi kizito. Hiki kwetu ni kipindi cha kuomboleza. Ninawatia moyo tufungue mioyo yetu kwa Roho Mtakatifu. Iko siku ya kesho tutakapoachana na mpendwa wetu. Tutaachanaje? Tunajua tayari anafurahi pamoja na watakatifu walioenda. Sisi tunabaki na huu mwili ambaye yule mama alikuwa ananiambia, mwili unaniuliza hivi, unataka kuniacha? Haleluya. Kwa hiyo sisi kama watakatifu tunaomboleza kwa matumaini. Tunaomboleza kwa shukurani. Haleluya. Tunaomboleza kwa shukurani. Kwa nini tunaomboleza kwa shukurani? Mimi na wewe ni challenge. Itupe changamoto kwamba kipindi tukiwa hai, kabla usiku haujaja, ambao Biblia imesema mtu atasema siwezi kufanya kazi, ni usiku. Ukiwa hai ni wakati wako wa mchana. Tumika. Litafute kusudi la Mungu. Simama na kazi ya Mungu. Na tunapoomboleza ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia ya neema, ambao walimpa nafasi ya kuacha kielelezo kwa kutumika. Tunapoomboleza ni wakati wa kanisa kuja pamoja, DIC, kusimama na mtumishi wa Mungu, tukijua kwamba kuna pengo lilitokea. Na hilo pengo hakuna namna ya kurudi reverse. Ndio hivyo, mbele tunaendelea, maisha mapya. Ukurasa mpya DIC umefunguliwa. Na katika huo ukurasa mpya lazima tuje pamoja. Tusimame na mtumishi wa Mungu, wachungaji wasaidizi, tusimame na mtumishi wa Mungu, ni viongozi, ni kila mmoja, wala sio wakati wa kuparanganyika. Nilikuwa nasema sasa hapa vijana wengi wamesema. Mmoja akasema mimi nilikuwa naenda kanisani kwa sababu nilikuwa napewaga shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Ilimchochea mpaka akawa mzee wa nani? Na sasa ana kipato, si ndio? Haya, kama bado wapo wengine wa shilingi 20,000 na neema ameondoka. Haleluya. Huyu Neema alikuwa anamtumikia Mungu, alikuwa anamwangalia Mungu kama sosi ya kila kitu kwake. Huna sababu ya kuondoka DIC. Mungu wa DIC bado yupo. Haleluya. Hata kama ulizoea kupita upewe 20,000, upewe maandazi, labda kutakuwa na mikate na Blue Band sasa. Haleluya. Maana sasa watu wamejifunza somo. Wanajua kumbe kazana, hujui usiku wako unakuja saa ngapi. Ni wakati vijana wakuja pamoja DIC kuliko ambavyo tulikuwa tunatiwa moyo na mandazi, tutiwa moyo na 20,000. Ilikuwa ni utumishi wa Mungu, wa mtu kwa Mungu. Yumkini sasa Mungu ataachilia wewe ambao ulikuwa unatiwa moyo na hivyo, utakuwa na milionea nyumbani kwako. Iga utumishi wa neema.
aliyekuwa anampa neema kufanya hivyo na kumpa huo uwezo yu hai. Ni Mungu aliye hai, ni Mungu wa baraka zote, ni Mungu mwenye neema zote, hajapungua, ataendelea kuwashika. Pokeeni faraja ya Roho Mtakatifu. Naomba tusimame. Kila anayempenda neema, mchungaji neema, mtumishi wa Mungu, ni wakati wa kujihoji. Jiweke kwenye mizani yako. Juzi mtu mmoja akasema, mnawapa wachungaji kazi na waandika historia kazi. Maana wakitafuta wanatafuta wanakosa. Wanasema siku za uhai wake fulani fulani alikuwa mjasiriamali. Tupige makofi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nani? Wametafuta sema, lakini si aliwahi kuuza mayai? Aliwahi. Hivi si aliwahi kulima bustani? Basi alikuwa mjasiriamali, tuandike. Haleluya. Lakini maisha ya neema, hata kama tungeweza kuandika vitabu na vitabu, kila mmoja angekuwa na kitabu cha kuleta kusema, mimi haya ni maisha ya neema, mimi haya ni utumishi wa neema. Sisi ambao bado tunaishi tupate changamoto. Kwanza, uhusiano wako na Yesu ukoje? Kuja kanisani DIC na makanisa mengine na kuitwa wa Assemblies of God sio kichaka cha kufichia maisha yetu. Uhusiano wa neema na Mungu umegusa maisha ya watu wengi. Hapa tujihoji. Sisi leo kwenye msiba wa mtu mkuu wa Mungu, mimi uhusiano wangu na Mungu ukoje? Mimi utumishi wangu na Mungu ukoje? Ninalijua kusudi, ninalitumikia? Maana usiku unakuja. Usiku unakuja. Daudi alipomaliza kulitumikia kusudi la Mungu, alilala. Wameandikwa, walikuwepo mitume walilala, walikuwepo manabii walilala, wamekuwepo watu wakuu wa Mungu wamelala. Tuna historia za watu walioitikisa Tanzania kwa injili, wamelala. Tuna historia za watu walioitikisa dunia na injili, wamelala. Haleluya. Kila mmoja siku ya kuwekwa kwako mpaka ipo. Uhusiano wako na Mungu. Ili tumuone Mungu, lazima tujali uhusiano wetu na Mungu. Ili tuwe na uamsho wa kweli katika misiba ya watu mashuhuri wakuu wa Mungu namna hii, lazima tujitafakarishe. Sisi uhusiano wetu na Mungu ukoje? Kinacholeta utumishi wenye heshima, utumishi wenye thawabu, utumishi wa viwango ni uhusiano wako na Mungu. Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani. Huwezi kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu kama huna uhusiano unaofaa na yeye, kama huna uhusiano mzuri na yeye. Assemblies of God, katika msiba wa neema, katika ibada hii ya Jumapili, ikiwa neema amelala mahali, hawezi kusema wacha neno la Mungu litumtetee. Kwamba katika siku zetu za uhai, tengeneza maisha yako na Bwana, litumikie kusudi la Mungu kwa kichwa na unyenyekevu. Kuna siku zinakuja huwezi tena kufanya kazi. Tumekuwa na watu wa udhuru mwingi, tumekuwa na sababu nyingi za kushindwa kulitumikia kusudi la Mungu. Tumekuwa na dharura nyingi, lakini katika maisha yetu tuna nafasi kwa mambo yetu. Hebu tulioko mahali hapa tukate shauri, tulitumikie kusudi la Mungu. Hakikisha uhusiano wako na Mungu ni mzuri. Hakikisha uhusiano wako na familia ni mzuri. Hakikisha uhusiano wako na kanisa ni mzuri, na jamii ni mzuri. Haleluya. Wakati wanaongea watu hapa, nikasema Bwana Yesu, tupe sikio la kusikia. Nipe sikio la kusikia. Hii historia ni kubwa.
Huu mti ulioanguka ni zaidi ya mbuyu. Kishindo kimesikika duniani kote. Mtikisiko umetokea Tanzania. Kuna mti mzito wenye matunda umeanguka, umeleta mtikisiko. Hebu mguse mwenzako, mwambie ingekuwa leo ungeleta kishindo hata cha mguu hivi. Kishindo kimesikika kwa sababu alikuwa na uhusiano na Mungu. Alizihesabu siku zake. Alijua utumishi wake una mwisho. Alijua kuna usiku unakuja. Alijua kuna kuwekewa mipaka. Naomba tukiwa tumefumba macho katika mkutano huu ambao mwaliko wenyewe umeletwa na Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, kwa kumwita mtumishi wa Mungu, leo hii anatuuliza sisi, je, uhusiano wetu na Mungu ukoje? Utumishi wetu mbele za Mungu ukoje? Tunazitumiaje siku zetu za hapa duniani? Mipaka inawekwa kwa kijana, mipaka inawekwa kwa watu wa umri wa kati, mipaka inawekwa kwa watu wazima. Mungu hachagui. Kila mmoja amempa siku zake za kuishi. Unaweza kaondoka katika umri mdogo, unaweza kuondoka katika umri wa kati, unaweza kuondoka katika utu uzima, lakini ujue hiyo siku ni fumbo. Lakini ukiwepo leo, tengeneza maisha yako na Bwana. Nafanya maamuzi mapya ya kumtumikia Mungu. Fanya maamuzi mapya ya kujitoa kwa ajili ya utumishi. Fanya maamuzi mapya kwa kuambia watu habari za Yesu. Fanya maamuzi mapya ya kuenda kuieneza Injili, ya kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Fanya maamuzi mapya. Jiunge na watumishi wenzako ambao tumejua usiku unakuja ambako hatuwezi kuzifanya kazi. Hebu mwambie Roho Mtakatifu jambo fulani. Baada ya kutathmini uhusiano wako na Mungu, na kama uhusiano wako hauko sawa, tengeneza leo, ukaandike kwenye diary yako, nilipohudhuria kwenye msiba wa mtu mkubwa wa Mungu, niliamua kukata shauri na hutarudi nyuma tena, maana tutakuombea na utakuwa na uhusiano mpya na Yesu. Yesu amekuleta hapa akiujua moyo wako. Yesu amekuleta hapa akiyajua maisha yako. Amekuleta hapa ili upate faraja ya kweli. Kama huna Yesu, kumpata Yesu ni faraja ya kweli. Na kama uhusiano wako uko vizuri, ukitengeneza, ni faraja ya kweli. Maana hata ukiondoka, una ujasiri wa kukutana na mwana wa Mungu. Hautaenda kwa aibu. Hautaenda kwa aibu. Haleluya.